Katika kile kinachoonekana kama hatua mpya ya utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya uhamiaji haramu, Marekani imefungua kituo kipya cha kuwazuia wahamiaji wasio na vibali kijulikanacho kwa jina lisilo rasmi Alligator Alcatraz. Gereza hilo limejengwa katikati ya mbuga ya wanyama hatari ya Florida Everglades, maarufu kwa wingi wa mamba wakubwa na mazingira hatarishi. Rais Trump alifanya ziara rasmi katika kituo hicho Jumanne, ambako inatarajiwa kuwa takribani wahamiaji 5,000 watahifadhiwa kwa wakati mmoja. Picha za ndani ya kambi zinaonyesha mabanda ya mahema yaliyopangwa kwa mstari, kila moja likiwa na vitanda vya ghorofa na vizuizi vya chuma, hali inayofanana na kambi za kijeshi au mahabusu za kivita. Katika ziara yake, Trump hakusita kutoa mzaha unaotafsiriwa na wengi kuwa wenye kejeli, akisema, "Tutawafundisha namna ya kukimbia kutoka kwa mamba." Kauli hii imezua hisia kali kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu na vyombo vya habari, wakikosoa kile wanachokiita unyama wa maksudi dhidi ya wahamiaji wanaokimbia machafuko, umaskini au mateso kutoka nchi zao. Alligator Alcatraz limejengwa kwa haraka chini ya mpango wa dharura wa uhamiaji, likiwa na vizuizi vya umeme, vifaa vya ulinzi wa kijeshi na ulinzi wa helikopta. Hali ya hewa ya joto na unyevu wa Everglades pamoja na hatari ya wanyamapori inafanya mazingira ya gereza hilo kuwa ya kuogofya. Maafisa wa usalama wamedokeza kuwa mfumo wa ufuatiliaji umeboreshwa kwa kutumia droni na kamera za infrared ili kudhibiti majaribio ya kutoroka, japo baadhi ya wakosoaji wameeleza kuwa eneo hilo ni sawa na adhabu ya kimya kimya. Wakati akihutubia waandishi wa habari kwenye gereza hilo jipya, Rais Trump pia alitumia fursa hiyo kumrushia dongo Elon Musk katika mwendelezo wa mzozo wao hadharani unaozidi kuwa mkali. Baada ya Musk kumkosoa Trump kwenye X zamani Twitter, Trump alijibu kwa hasira, "Tutamuonyesha huyu Musk jinsi serikali inavyoweza kumfanya mamba ameze. Doge iko tayari." Doge, Department of Government Efficiency, shirika alilolianzisha Trump mwaka 2024 kusimamia taasisi zisizo na tija, sasa linaonekana kuwa chombo cha kisiasa kinachotumiwa kumwandama Musk, ambaye hivi karibuni amekuwa akitoa maoni ya kumpinga Trump kuhusu uhuru wa raia, uhamiaji na teknolojia ya serikali. Mzozo wao umeingia hatua mpya wiki hii baada ya Musk kutishia kuhamishia makao makuu ya kampuni zake nje ya Marekani, akidai udhalilishaji wa kiutawala na kisiasa. Wakosoaji wa sera za uhamiaji wa Trump wameitaja Alligator Alcatraz kama sura ya ubaguzi wa kisiasa, huku wengine wakisema kuwa mazingira hayo si salama kwa binadamu, hasa watoto na wanawake wanaotafuta hifadhi. Mashirika ya haki za binadamu kama Human Rights Watch na Amnesty International yamepanga kufanya maandamano mbele ya ikulu wiki hii, wakitaka kufungwa kwa kituo hicho na kutafutwa kwa njia ya kibinadamu zaidi kushughulikia wahamiaji. Wakati huo wachambuzi wa siasa wanaonya kuwa mzozo wa Musk na Trump unaweza kuwa na athari kubwa kwa soko la kiteknolojia, uwekezaji na hata uchaguzi wa rais wa mwaka 2028, ikiwa mvutano huo utaendelea kuwa wa kisasi wa binafsi badala ya sera. Kwa sasa Alligator Alcatraz si tu gereza, bali pia ni ishara ya mvutano mkubwa wa kisiasa, maadili na utu ndani ya Marekani ya Donald Trump. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam, chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029, anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.